Tunasoma Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 31 hadi aya ya 36. Yohane Mbatizaji aliwaambia wafuasi wake, yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya duniani. Yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna anayekubali ushuhuda wake. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli, kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hamtoi Roho kwa kipimo. Baba ampenda Mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari. Leo ikiwa ni Alhamisi ya juma la pili la Pasaka, tunaona Yohane Mbatizaji anamtambulisha Kristo kama ndiyo ukweli, na Kristo kama ndiyo msingi wa imani yetu. Katika tafakari hii tunajikita kutazama Yesu Kristo anatangazwa si kama mwalimu tu, bali kama asili ya ukweli wenyewe. Imani ya Kikristo haijengwi juu ya mawazo ya kibinadamu, bali juu ya ufunuo wa Mungu mwenyewe katika Kristo. Mtakatifu Agustino wa Hippo anatuambia, anayesema kutoka juu hawezi kukosea. Anayesema kutoka duniani ana mipaka. Hapa ndipo kanisa linapopata ujasiri wake. Napomtangaza Kristo, hatutetei maoni tu fulani, bali tunatetea ukweli wa milele. Changamoto ya kukataliwa kwa ukweli ipo tena kwa mapana, hasa nyakati zetu za leo. Lakini anayeupokea ukweli anaupokea ushuhuda, yaani ushuhuda wake ameweka muhuri kwamba Mungu ni kweli, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 33. Upo mgogoro wa kiimani kuhusu ukweli. Wapo wanaokataa na wapo wanaopokea. Lakini bado Mtakatifu Agustino wa Hippo anaendelea kukazia, kumkataa Kristo si suala la akili tu, bali ni ugumu wa moyo. Sisi tunapomtangaza Kristo, hatumlazimishi yeyote kuamini, bali tunaushuhudia ukweli kwa unyenyekevu na uthabiti. Upinzani wa kazi yetu ya kueleza ukweli si ishara ya kushindwa kwa kazi yetu ya kueleza ukweli, bali ni sehemu ya ushuhuda hai wa huo ukweli. Ndugu zangu, kwa ubatizo wetu sote tunashirikishwa kuwa chombo cha ukweli cha Kristo. Katika ubatizo tunashirikishwa kazi kuu za Kristo, yaani ukuhani, unabii na ufalume. Tukiwa kama manabii, tunapanda mbegu ya ukweli, lakini Mungu anafungua moyo. Sisi tunatumika kama vyombo tu vya Kristo katika kuleta ukweli wake hapa duniani. Kristo ni Bwana wa historia na wokovu. Hivyo tunathibitisha kuwa Kristo si nabii tu,
bali ni Mungu anayefanya kazi katika historia ya wanadamu. Kupokea ukweli kunaleta uzima, lakini kuukataa ukweli kunaleta mauti na hukumu. Ndivyo tunavyokumbushwa leo katika somo letu la Injili. Mtakatifu Agustino wa Hippo tena anaendelea kusema, Mungu hamhukumu mtu kwa kumchukia, bali mtu hujikuta nje ya neema kwa kukataa nuru, yani kukataa ukweli. Daima kanisa lipo macho kutangaza huruma ya Mungu, lakini bila kuacha ukweli wa uwajibikaji wa milele kwa kila mmoja wetu. Ndugu zangu, sote tunaalikwa kutangaza ukweli, yani kuusimika ukweli katika dunia yetu iliyojaa na changamoto, upinzani wa kuukataa ukweli. Ukweli ni Kristo. Kuukataa ukweli ni kumkataa Kristo. Kuacha kuusimika ukweli ni kuacha kumsimika Kristo. Ukweli halisi unachotwa kutoka kwa Kristo aliye asili ya ukweli wote, sio kutegemea hoja za kibinadamu tu au mazingira yetu tunayoweza kuyagusa, kuyaona au kuyapokea kwa akili zetu kwa kutumia milango ya fahamu. Upande wa pili, tuupokee ukweli unaofunuliwa kutoka kwa wengine kuhusu sisi. Yaani sisi tunakaa pande zote mbili, upande wa kwanza kuushuhudia ukweli na upande wa pili kuupokea ukweli unaoshuhudiwa hapa duniani. Upinzani ni sehemu ya ushuhuda hai na wa kweli na usio ishara ya kushindwa, bali ni ishara ya ushindi. Roho Mtakatifu ndiyo mhubiri wa ndani, na sisi tunatumika kama chombo tu cha kuueneza huo ukweli hapa duniani. Je, tujiulize, sisi tumekuwa wapinzani wa ukweli au tumekuwa wapokeaji wa huo ukweli? Mara ngapi tumeshindwa kuusimika ukweli duniani? Tumeukataa ukweli. Tumetumia nguvu zetu, fedha zetu, mamlaka yetu kufifisha ukweli, yaani kumfifisha Kristo miongoni mwa watu. Kristo ni sababu ya faraja, ni sababu ya neema. Kwa hivi kuufifisha ukweli au kuupinga ukweli ni kufifisha faraja, neema na hata tumaini hai miongoni mwetu. Akili zetu hazitoshi katika kuusimika ukweli, bali tunahitaji nguvu ya Mungu ambayo itatusukuma kuutetea na kuusimika ukweli wake hapa duniani. Tumwombe yeye mwenye ukweli atusaidie ili ukweli wake usimame na uenee miongoni mwetu. Tumsifu Yesu Kristo.